Wasikilizaji hata watazamaji, mara tena tunawakaribisha kufuata matangazo na vipindi vyetu siku ya leo, ambapo tunawaletea matangazo yetu siku baada ya siku kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hata na katika nchi za ukanda wa maziwa makuu. Habari zetu siku ya leo tunazungumza kuhusu hili swala la maandamano katika jimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini, ambako raia waendelea kuandamana wakipinga kuondoka kwa jeshi la M23 katika jiji la Uvira, ni mashariki mwa DRC, hasa huko katika jimbo ya Kivu Kusini. Maandamano hayo yalianzia katika mji wa Goma na yameendelea ndani ya eneo mbalimbali za wilaya ya Masisi, mkiwemo Sake. Baada ya Sake, maandamano hayo yaliendelea hadi Kichanga, ambako raia walikuwa wakisema la kwa kuondoka kwa jeshi la M23 ndani ya mji wa Uvira, moja mwa miji mikubwa za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya Kichanga, maandamano hayo pia yaliendelea katika eneo la Rubaya wilayani Masisi, ni katika usultani wa Bahunde. Hapa umati wa watu walijibu kwa mwito wa shirika za kiraia hata na shirikisho za vijana na vuguvugu mbalimbali ambazo zinatetea haki za binadamu, huku wakiandamana kutoka katika senta ya Rubaya kuelekea katika eneo mbalimbali kama Bihambwe, watu wakipinga kuondoka kwa jeshi la M23, na huku wakijuza kwamba tangu pale M23 iko katika eneo zao tayari usalama umerudi. Hebu tuwasikilize. Leo tunaingia mbarabara wakazi yote ya Rubaya na kando kando, tukiandamana kuonesha msimamo wetu kwa kuwaunga chama cha M23 na wakazi wa Uvira ambao wameteseka miaka mingi, tukiomba M23 isiondoke Uvira, watu wa Uvira nao wapate amani kama sisi. Sema hapa Rubaya mnaishi namna gani? Hapa Rubaya tunaishi kwa usalama. Leo Rubaya hapa hakuna tena wizi, hakuna ubakaji, hakuna kidnapping. Watu yote leo tunaanza fikiria juu ya maendeleo na umoja pekee, na umoja basi. Nikusema Uvira mko nabo sana, mnapenda M23 baki. Ndio, tunapenda wandugu wetu wa Uvira nao wapate amani kama hii na sisi tunaishi kwa leo. Sisi ni raia, ni population ambao tunaingia mubalabala kuonesha utashi wetu, kutaka kuwaunga wakaaji wa Uvira nao waishi amani kama ambao sisi leo tunaishi hapa. Na kama wanajiretire nye population mtasema tafari, itakuwa ni uchungu kubwa sana kwetu sisi population kama M23 na jiretire pale, maana itakuwa kilio kwetu, na kweli kabisa itakuwa kilio, na wengine wanaweza hata kujiua. Hii maandamano inaenda hadi siku gani? Hii maandamano tunaandamana hadi ambako wakati tutasikia wakuu viongozi wa dunia kama Marekani wamebadilisha hiyo msimamo yao ya kusema eti M23 ijiondoe Uvira, na ndipo hapo tutaacha kuandamana. Mnajisikia namna gani wakati decision za hivi zinakamatiwa na Marekani na wengine? Wakati nchi kama Marekani inakamata hiyo mipangilio ya kusema eti M23 ijiondoe, tunasikia kuhuzunika zaidi sana. Hatusinzie, hatulale, hata chakula hatukule. Kitu ya mshangao sana. Tulisikia jinsi Amerika inasema AFC M23 itoke ndani ya mji ya Uvira. Tukisikia tunasikitika sana na tunahuzuni sana, kwa sababu M23 ilitufikisha kwa vitu mingi sana. Ilitupatia amani, ilitosha ubaguzi, kila mtu iko kwake, hakuna kukimbia kwa nafasi yako. Sasa tulihuzunika kuona wakaaji wa Uvira nao tena wanawarudishia wazalendo waseme ndio wawalinde, na tunajua kama AFC M23 ndio yenye ilikuwa inadhibiti pale. Sasa tunashangaa kuona hiyo etazini nasema M23 itoke ndani ya mji ya Uvira. Hiyo ndiyo kabisa. Uvira nako ni Mkongo. Tunajua mateso ambayo tulipata hapa kwetu Rubaya. Ndani ya site ya Rubaya tulipata mateso mingi. Unaona wale wazalendo wa FDLR Warundi nao walikuwa mahali hapa kabisa. Tunaona hapa ni mji ambaye inazogelea madini. Sasa
wale wote walikuwa hapa, walikuwa na tunyanyasa, walikuwa na baka wa bibi zetu, walikuwa na nyang'anya matelefone, walikuwa wanafanya vitu vya mubaya. Sasa na sisi tunawazia ya kwamba wale watu wa Uvira nao kabisa wako na hizo shida. Tunaandamana kwa maana sisi Kongo ni mmoja, tuko wakongomani nao ni wakongomani kabisa. Ndio maana hapa ndani ya sita ya Rubaya tunaandamana. Sisi tunaandamana kwa sababu wakati tulikuwa tunale guvernema ya Tshisekedi, wazalendo walikuwa wanatubakaka, wananyang'anyana matelefone. Wakati yenyewe tulikuwa wakati ya wazalendo walikuwa wanakidnape watu, lakini kwa leo kwenye M23 imeingilia huku kwetu Rubaya, hatuna tena ubakaji, hatuioni tena, ubaguzi hauko tena, wanakidnape watu tena. Abaseme tupatie fande telefone, batie fande hewani, hakuna tena kuingiza mkigogo kusema bachimule kutia fande hewani. Ni kuona uko na telefone yako wanaikunyang'anya, wanaipatia fande yao kwa yao wanaipatia, lakini leo inakatala ile kabisa. Tuko na usalama kwenye ile hatuionake tena, ndio maana tunakatala uongozi wa Tshisekedi. Tunapenda uongozi wa AFC tupatie amani. Jambo ndugu. Jambo sana. Na wewe uko manifestation leo njua nini? Ndiyo, niko manifestation. Kwanza jina langu ndio Didier. Niko manifestation juu ya habari tulisikia kwa wenzetu wa Uvira kuhusu shida ya kutosha M23 mji wa Uvira. Ndio vile na sisi tulimanifeste. Sasa tulisikia ile habari kabisa na sisi tukamanifeste. Nyinyi mnapenda M23 jua nini? Tunapenda M23 juu M23 ishatufikisha kwa mingi sana. Ukaona swate kungamba ya wamotare walikuwa tembeaka mbarabara, unakutana bariere ni za mingi, lakini vile vyote havikuwake tena. Sasa nyinyi na Uvira mnakutana wapi? Sisi na Uvira sie tuko bakongomani, tunajua wa Uvira nao ni wakongomani. M23 kufika kukwetu ilitufundisha umoja. Sasa ilitufundisha umoja na sisi sasa tulipenda amani yenyewe tuko nao na maendeleo tunapata. M23 ilitufikishia na sie watu wa Uvira nao waipate juu ni wakongomani wenzetu. Kusema mnaweza penda ivuke na Uvira endelee. Vraiment ikaendelea ni mzuri sana juu wakongomani wote ni wenzetu. Ni wenzetu kabisa, ni mandugu yetu, tunapenda amani yenyewe tuko nao waipate kabisa. Jua nini amupendi gouvernement na wazalendo na wale wengine? Vraiment wazalendo walitutesa sana na gouvernement na wale wa FDLR juu walikuwa natutesa sana, wananyanyasa, wadada zetu wanawabaka. Maana ni vya mingi walifanya, balikuwa wanaua watu wa mingi, wanafundisha ubaguzi, vile vyote kabisa ndio wenyewe viliacha tunawakatala sana. Hapa mnaishi kwa umoja, wenye wanaongea Kinyarwanda na nyote mnakuwa fasi moja. Vraiment na nyie mlifika huku mliona wenyewe wanaongea Kinyarwanda, wenyewe wanaongea Kiswahili, wenyewe wanaongea Francais na Lingala, wote tunaungana kabisa, tunaongea vizuri sana. Asante sana. Hapa mbele ilikuwa namna gani kwa mtu mwenye hajui hapa Rubaya? Vraiment hapa Rubaya kwa mtu mwenye hapajue kwanza. Vraiment mbele mateso manyanyaso ilikuwa ya mingi sana. Ulikuwa nakutana na soda nakwambia tia afande hewani. Unakutana na soda anakuambia nipatie kitu wanaita kibanza njoo parcel. Maana kutia hewani afande hewani ni kunyang'anya raia telefone anaipatia afande. Wasoda wananyang'anya raia wanaipatia afande. Vile vyote vilishakaisha. Maana vile vyote vilishakaisha, soda anayua kazi yake na sie raia washatupatia uhuru ya mingi sana. Asante sana. Baada ya pale wakaaji wa Rubaya pia wasema kwamba mabadiliko yameonekana tayari na leo wanafanya kazi zao vizuri, ndio maana nao wanasema
jeshi la AFC M23 lisiweze kuondoka katika eneo mbalimbali ambazo inadhibiti katika jimbo ya Kivu Kaskazini na jimbo ya Kivu Kusini. Utajua kwamba maandamano haya yameanzishwa na vuguvugu za kiraia mashariki mwa DRC baada ya hatua iliyochukua na Marekani ikiagiza M23 kuondoka katika mji wa Uvira hata na pande zingine ambazo leo wanadhibiti. Ila raia wanahofu kuona kwamba ikiwa FARDC na wazalendo wakirudi katika mji huu, madhara maovu yataonekana. Tuwasikilize. Tunakuwa huzuni jinsi wakatosha AFC M23 Buvila na jinsi walikuwa wanateseka. Sisi tushakombolewa na M23, tuko bia hapa Rubaya, tuko huzuni sana jinsi unapenda M23 itoke Uvila. Hamupendi guvernema irudie? Hatuwapendi, tulibalisha tugandamiza sana wale wa FDR wazalendo, make tunaomba tu nchi za yulu Amerika itusaidie AFC M23 ibakie Uvila. Walikuwa naishi na nyinyi namna gani wale wazalendo? Baitutesa, ubakaji, uwizi, masasi, kukufa kila siku. Tuko alala bia, hakuna shida. Mtu anaenda usiku, naenda na makuta zako, hakuna kukuingilia make. Hatupendi barudie, hatupendi, batusaidie sana. Unapenda Uvira nao babakie mwa ya usalama? Babakie make nao tukwa baombea, make nchi za yulu batusaidie tu M23 ibakie pale, hatupendi. Batusaidie tu watu Uvira nao wagombolewe jinsi tulishagombolewa. Basi M23 ikatoka, ni kusema population inaweza asirika? Ni susi kabisa, M23 ikatoka ni susi. Ni susi make nchi za yuluzi tusaidie sana. Amerika tusaidie. Asante baba. Merci. Yenye ingefanyika wangeachilia AFC M23 pale ndani ya mji ya Uvira kabisa. Waachilie pale kwa sababu nao wapate amani. Kabisa chama kinagombania ukweli na sisi tulishaiona. Hii hatukazwe, tulifanya hii maandamano, hatukukazwa kabisa. Ila na wa authority wetu walikuwa na shangaa kuona tuko barabara. Ni nini ambayo ilifanyika? Tukisema sisi tunasikia huzuni ya kuona wanatosha M23 ndani ya mji ya Uvira. Sasa tunaomba hizo wale wakubwa bwana waachilie hiyo mji ya Uvira kabisa, wapate amani. AFC M23 hatupendi kabisa itoke Uvira. Ikiwa decision hizo ambazo zilichukuliwa na Marekani zinaendelea hivyo, ninyi mtaendelea na maandamano wala kuna jitihada mtafanya? Ndivyo kabisa, tutaendelea andamana, na hii maandamano ni ya amani. Haiko maandamano ya kusema kama sisi tutaenda ndani ya wakaaji wala tutapora mali zao. Tutaendelea andamana siku ambao watasema muachilie wa M23 wabakie ndani ya Uvira, tutaachilia na si hapo. Kwa majina? Kwa majina ni Kabyuma Vani. Asante sana. Nami nawashukuru. Nani hapo ndipo tunafikia mwisho wa taarifa zetu za habari siku ya leo, ambako tumezungumzia kuhusu maandamano ambayo yanapinga kuondoka kwa AFC M23 katika jiji la Uvira, ni jimboni Kivu Kusini. Nikikualika msikilizaji hata mtazamaji kuweza kufanya subscribe ili uweze kupata habari mbalimbali kutoka Kivu Kaskazini, kutoka DRC na kutoka katika eneo zote za ukanda wa maziwa makuu. Sinon, on va t'avoir 5.